Kuna ukweli mmoja wa kushangaza sana kuhusu maisha. Watu wengi hawashindwi baada ya kujaribu. Wanashindwa kabla hata hawajaanza. Ndoto nyingi hazifi kwa sababu ya ugumu wa maisha. Zinakufa kwa sababu ya hofu, mawazo mabaya na kujikatisha tamaa kabla ya kuchukua hatua ya kwanza. Kila siku kuna watu wana ndoto za kuanzisha biashara, kubadilisha maisha yao, kujifunza kitu kipya au kufikia mafanikio makubwa. Lakini mwisho wa siku hawafanyi chochote. Kwa nini? Kwa sababu akili yao tayari imewaambia haiwezekani. Katika video hii nitakuonyesha sababu 7 zinazowafanya watu wengi kushindwa kabla hata hawajaanza. Ukizielewa sababu hizi utaweza kujiepusha nazo, na hapo ndipo safari ya mafanikio yako itakapoanzia. Moja ni hofu ya kushindwa. Sababu ya kwanza ni hofu ya kushindwa. Watu wengi wana ndoto kubwa sana, lakini wana swali moja kichwani: itakuwaje nikishindwa? Baada ya kujaribu, wanaanza kufikiria, watu watasema nini? Nitapoteza pesa, nitajiridhisha, nitakuwa kichekesho. Matokeo yake sasa hawaanzi kabisa. Lakini ukweli ni huu: hakuna mtu aliyewahi kufanikiwa bila kushindwa kwanza. Kushindwa sio mwisho wa safari, ni sehemu ya safari. Watu wanaofanikiwa hawana hofu ya kushindwa, wana hofu ya kutojaribu kabisa. Sababu ya pili ni kusubiri wakati sahihi. Watu wengi wanaamini kuna siku fulani maalum ambapo kila kitu kitakuwa perfect. Wanasema nitafanya nikipata pesa, nitafanya nikipata muda, au nitafanya nikijisikia tayari, nitafanya nikimaliza mambo fulani. Lakini ukweli ni kwamba hakuna wakati ulio sahihi. There is no a perfect time. Wakati sahihi huwa unatengenezwa, sio kusubiriwa. Watu wanaofanikiwa wanaanza hata kama hawajui kila kitu. Hawana kila kitu na hawajajipanga kikamilifu. Kwa sababu wanajua kitu kimoja: hatua ya kwanza ndio inayoanza kubadilisha maisha. Tatu ni kusikiliza maoni ya watu wengi. Unaposema unataka kufanya kitu kikubwa, utakutana na watu watakaosema haiwezekani. Bwana, hiyo ni ngumu kutimia. Wengi wamejaribu wakashindwa. Acha kupoteza muda. Tatizo ni hili: watu wengi wanaotoa maoni kuhusu ndoto zako hawajawahi kufanya hata hicho kitu. Lakini sauti zao zinakuwa kubwa sana mpaka zinaua ndoto yako. Ukisikiliza kila mtu utaishia kutoanza chochote. Sababu ya 4 ni comparison, kujilinganisha na watu wengine. Watu wengi wanatazama wale waliofanikiwa tayari. Kisha wanafikiria, yeye ana pesa nyingi, yeye ana connection, yeye ana uzoefu mkubwa. Halafu wanajiambia, mimi siwezi kufikia hapo. Wanachosahau ni kwamba kila mtu aliyefanikiwa leo alianza akiwa beginners siku moja. Hakuna mtu aliyewahi kuanza akiwa expert kwenye issue yoyote ile. Kila mtu alianza na makosa, hofu na kutokujua. Sababu ya 5 ni kutaka kila kitu kiwe perfect. Tunaita perfectionism. Watu wengi hawaanzi kwa sababu wanataka kila kitu kiwe perfect. Wanataka mpango uwe mkamilifu, skills ziwe kamili, mazingira yawe sahihi. Lakini ukweli uko hivi: perfection huja baada ya kuanza. Hakuna mtu anayekuwa perfect kabla ya kufanya kitu mara nyingi. Watu wanaofanikiwa wanaanza hata kama hawako tayari kabisa. Wanajifunza njiani na mbele ya safari. Sababu ya 6 ni kukosa nidhamu. Watu wengi wanapenda wazo la mafanikio, lakini hawapendi kazi inayohitajika. Wanapenda pesa, wanapenda maisha mazuri, wanapenda heshima, lakini hawapendi kujituma, kujifunza na kufanya kazi kwa muda mrefu. Ndio maana wengi wanaishia kusema nitaanza kesho, lakini kesho haifiki. Sababu ya 7 na ya mwisho ni kujiona mdogo sana. Kujiamini kidogo. Watu wengi wanaamini mafanikio ni ya watu fulani tu. Wanafikiri waliozaliwa kwenye familia tajiri au wenye elimu kubwa sana au wenye connection. Lakini historia inaonyesha kitu tofauti kabisa. Watu wengi waliofanikiwa sana duniani walianza na hali ngumu sana, pesa kidogo, na watu wachache sana waliowaamini katika mapambano yao. Kilichowatofautisha wao ni kitu kimoja tu: waliamua kuanza.
Ukweli ni huu. Tofauti kati ya watu wanaofanikiwa na wale wasioweza kufika mbali kwa mara nyingi sio akili, sio bahati, si hata pesa. Tofauti kubwa ni hatua ya kwanza. Watu wengi wanabaki mahali walipo kwa sababu wanafikiria sana, lakini hawaanzi. Lakini mtu mmoja tu anayechukua hatua anaweza kubadilisha kabisa maisha yake. Swali ni kwamba, je, wewe utakuwa mmoja wa wanaosubiri au mmoja wa wanaoanza? Kama umejifunza kitu kwenye video hii, like video hii, subscribe kwenye channel yetu na andika kwenye comment nitaanza. Kwa sababu safari ya mafanikio inaanza na neno moja tu, kuanza. Mimi nasema asante, tukutane kwenye video itakayofuata. Bye bye.